Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, almustami'in alkiram, alhamdulillahi rabbil alamin. Wasikilizaji wangu, watazamaji watukufu, baada audhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bika nasta'in. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa khalaqal janna min marijin min nar wa lan nushrika bi rabbina ahada wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada. Karibuni tena kwenye kipindi chetu tukipendacho Sauti ya Mzimle, tiba, dawa na elimu za marohani, elimu ya kati na kati, kujifunza, kuelimika na kufahamu. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ba'd. Uhiyikum bitahiyati lislam, na wamkua kwa mkuzi la amani. Vipenzi vyangu, wasikilizaji wangu, watazamaji wangu wa sauti hii ya Mzimle, popote mliko ulimwenguni hivi sasa, alhamdulillahi rabbil alamin. Baada ya kughaibika, kutokuwa katika live kwa muda wa masiku kwa kazi na majukumu, lakini alhamdulillah, afya, uhai na vile vile fursa au nafasi aliyotupa Mungu, tena leo tumeingia katika nafasi hii ya kuja kuelimishana na kufunzana katika elimu zenye ufahamu wa tiba, dawa na marohani katika ulimwengu huu wakati na kati ambao umefikia mahala ni mizuko ya mambo, yani kwa zuka. Kuna mambo ambayo yajitepuza, yajitokeza au yawa katika hali ambazo ulikuwa hakuna. Hivi si kuwa hakukuumbwa au pengine waumbaji wengine si Mungu, la, muumbaji ni yule ile Mungu, na yapaswa wanadamu wamtambue Mungu. Kila mwenye roho na mwenye mwili, hakuna shaka juu ya jambo hilo la kumtambua Mungu, kwa vile Mungu kwa kutambulika kwake ndipo panapowezeka yakawekwa mambo mahala pake, na kila jambo likawa sasa laweza kuwa na nini, mwelekeo upaswao kwa kila mtu. Kitu ambacho hakina mwelekeo upaswao ni kwa watu hawajamweka Mungu kuwa ni Mungu, na Mungu ndiye mfanyaji. Na kuna watu saa nyingine hudhani kuwa labda pengine wana uwezo wa kujitosheleza, na kuna wengine huona kuna watu wanao uwezo wa kujitosheleza, na vile vile kuna watu ambao huwaelekea watu wakawapa uwezo kwa kuwatosheleza. Hili ni jambo dhaifu, hili ni jambo dogo, jambo lisilokuwa na uwezo, na jambo lenye akili finyu, ambayo mara nyingi sana yatakiwa kuwe na nini, na mwelekeo
wa kuelewa katika yale ambayo mwanzo wa kuumbwa kwako kuja duniani na mwisho wa kuondoka kwako kwenda akhera. Kwa wewe utakuwa si mtu tena, hutozungumzwa habari zako tena na watu watakusahau. Katika hii dunia hakuna mfafanuzi wa kufafanua mwanzo na mwisho isipokuwa yeye mwenyewe aliyekileta kiumbe. Mungu ndio aweza akafafanua viumbe akavijua mwanzo wake na mwisho wake. Hata hivyo waweza ukajua mwanzo wako kwa kuzaliwa na kuishi pale ulipofikia umri wako, wajijua wewe watokapi na uko wapi, lakini hujui endapi. Hujui endapi kwa sababu mwenye kujua hilo ni yule aliyekuleta wewe ambaye ni Mungu, na ndiye mwenye kuweka uwezo wote katika kila jambo. Kwa hivyo mimi nakataa utakaposikia kwa watu wawapa uwezo wasiokuwa na uwezo ila waliopewa uwezo na Mungu, ila la kubalika hili kuwa kama ni uwezo aliopewa mtu na Mungu, basi ni uwezo wa Mungu wala si uwezo wa mja. Si uwezo wa mtu maalumu ambaye utamtegemea uone labda yeye, la. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa ihsani, kule kupeana kwake uwezo kugawanya mambo ni kwa sababu ya kuwa si kwa yeye hayawezi yale mambo likuwa yaweza, lakini ayagahanya kwa sababu ya hikma yake aijua yeye. Mwenyezi Mungu hana mshirika wa kujua ayafanyayo wala kumfafanulia kwa mfanya hivi kwa sababu hivi, la. Hakuna, hata akiwa shekhe, akiwa mwanachuoni, akiwa mwalimu, akiwa ustadhi, akiwa mganga, akiwa nani atakayekuwa anayeweza kushiriki katika kumfafanulia Mungu siri za uweza wake na mambo yake. Kwa wewe utasema wajua Mungu kwa nini amfanya hivi? Amfanya kwa sababu hivi hivi, na wewe ulikuwa mshirika wa Mungu hata ukayajua kwa nini Mungu afanye siri zake Mungu na uwezo wake na utendakazi wake. Chelewa. Na ndio maana hata kama kuna udaktari lakini kuna na nini, soma na ujifunze kupitia sauti yangu hii ya Mzimle na neno langu la world warning, na tahadharisha ulimwengu wa watu na watu wenyewe kuwa wasidhani kuwa Mwenyezi Mungu si muweza kwa uweza walionao wao. Ndio mada yetu ya leo, somo letu la leo litasema daktari kubali Mungu. Daktari kubali Mungu. Na daktari ni daktari tu, atakavyokuwa awe atakavyokuwa ni daktari, akiwa hospitali ni daktari, akiwa mva kienyeji ni daktari, akiwa nyumbani pia mva daktari. Pia ni daktari naye. Shaelewa? Ni ule udaktari tu kwa kuna kitu katika roho waweza ukakipumbaza, ukamtoa mtu mawazo, au kamtuliza kilio, au kamuondoa athar. Athar ni aina yote ya ubaya aliofanyiwa, au vile vile ukamponya katika kiwili chake viungo vyake 360. Kuna kiungo wewe wakijua kwa kiungo hicho waweza kukishughulikia wewe. Waweza kukishughulikia kiungo hicho ikawa ni sababu ya pengine mtu kupata nafuu kwenye uwezo wake Mungu na elimu au dawa alizozezesha Mungu katika kuondoa magonjwa na kuondoa matatizo ya watu. Hili ni jambo muhimu sana la mtu kulielewa na kulifanyia kazi. Shaelewa? Kwa wewe ukiwa daktari utakayekuwa daktari, daktari mkuu ni Mungu. Mkubwa aliyemjuzi katika udaktari ni Mungu. Hasa haipendezi kwa kutupa limit au kujipa limit ya kwa wewe una kiwango maalum ambacho wajiwezesha au kwa kutakiwa na watu ukajiweza. Ushaelewa? Ukajiweza. Sasa haya mambo mengine ambayo yataka mwelekeo. Ushaelewa? Yataka mwelekeo kwa wewe ujielewe kuwa kuna wakati hata wewe hutojiweza isipokuwa uletewe muweza atakayewezeshwa na Mungu naye akuweze. Hata kuna mahali daktari naye ufika mahali naye akahitaji msaada wa Mungu kwa watu ambao wana uwezo ule. Kwa mfano, kiwa daktari kweli yeye daktari lakini hajijengei nyumba akakaa, atamtafuta mjengaji anayehodari aliyesomea aje amjengee nyumba ili akae. Kwa hivyo itakuwa daktari naye amehitaji msaada wa mjengaji mwenye kujenga majumba, hakujijengea mwenyewe kama yeye ana uwezo kukamilika. Ushaelewa? Tuate zile itikadi na imani za kuwa hata mimi kwa daktari na uwezo. Ushaelewa? Mpaka uwezeshwe uwezo fulani ndio utumie ule uwezo kama daktari, na pia unachokifanya kieke mbele kwa mwenye uwezo
Yani mtegemee Mungu zaidi, kuwa kama wewe wafanya, aliyekuwezesha na atakayeelewezesha ni Mungu. Isije ukaona wewe una elimu ya kutosha, una vifaa vya kutosha, una hospitali kubwa ya kutosha, una sijui ushaelewa, sifa za kutosha, makaratasi yale ya kusomea, experience ya kazi, ukaona mimi hapa natoboa tu. Una mahali huwezi toboa. Kuna mahali huwezi toboa kujisaidia wala kusaidia mtu. Napo pia Mwenyezi Mungu huwa mpaka mahala pake akasema, haya kawe daktari, fanya leo daktari wako ni uone. Chelewa, fajitahada, alafu nguvu zote ulizotumia baadaye wapata ripoti mbaya kuwa mgonjwa wako washafariki. Insaidia nini elimu yako? Experience yako ya muda mrefu insaidia nini? Dawa ambazo ni nzuri za zinazoitwa special zisaidia nini hapo? Haya, na hiyo hospitali kubwa yenye vioo, yenye mashini za kila sampuli, iliyoko nchi yenye kusifika Ulaya, London, insaidia nini wakati haikuweza kuzuia roho kutoka na haikuweza kuponya roho isitoke? Mwenyewe daktari mkubwa ndiye mwenye kila jambo na ndiye anayefanya kwa uwezo wa kuombwa na kwa bidii ya nani? Ya kushughulishwa yule ambaye Mwenyezi Mungu ataka saa nyingine awafae waja kwa waja. Unaelewa? Huyu daktari wa kienyeji, huyu daktari wa hospitali, huyu daktari wa nyumbani ni kufaa mja kwa mja. Lakini daktari unayefaa mja na wewe ni mja pia, utataka kufaa siku moja, utataka kusaidika siku moja na waja wenzako. Mkubali Mungu, kubali Mungu. Kwa kila jambo lina mjuzi mwenye kuliweza, na likifika mjuzi wa mwisho atakuwa ni kiumbe ambaye pengine aminiwa na watu wote. Basi kuna mjuzi aliye juu zaidi yake yeye, ambaye aweza kuwa yeye sasa ndiye mjuzi zaidi, ambaye ni Mungu. Wa fauka dhi kulli ilmin alim. Hakuna mjuzi wa wajuzi. Mjuzi wa wajuzi ni Mungu. Kwa hivyo uko udhaifu wa daktari, uko udhaifu wa mganga, uko udhaifu wa tabibu wa kienyeji wa kinyumbani, uko udhaifu kwa kuna mahala yeye hawezi kupafanya jambo mpaka Mwenyezi Mungu, na yeye pia yuhitaji msaada afanyiwe na Mungu, au Mwenyezi Mungu amtumie mja katika waja wake waliopewa nini? Manufaa, wanufaishe wenzao katika ulimwengu, mtu anufaike kwa kupitia mja mwenzake. Na hilo si shirki, kwa hakika si shirki. Wanavyofasiri welewe, sio kwa walio na macho lakini hawaoni. Chelewa, walio na masikio lakini hawasikii, na walio na akili lakini nini? Haifahamu. Kwa wewe huwezi kutofautisha baina ya vitu viwili, huwezi kutofautisha kwa sababu vitu viwili havikai mahala pamoja. Tangu lini moto ukakaa na maji chombo kimoja? Tangu lini? Isipokuwa moto utazimwa na maji au maji yatauzima moto. Ushaelewa? Hawakai pamoja vile vile mwenye kusikia, mwenye masikio yake na kiziwi, kwa sababu mwenye kusikia ataelewa maneno yote, lakini bubu, kiziwi, chongo, yale yafanyikao kwa watu wao hawayaelewi. Watu wakiona kwa macho, chongo haoni kwa macho yake. Watu wakisikia kwa masikio, kiziwi hasikii kwa masikio yake. Na watu wakizungumza kwa ulimi, kauli, bubu hazungumzi, ashiria tu. Ushaelewa? Minung'uno tu. Hasa wewe ukiona kuna jambo halikai mahala pamoja na jambo jingine, wewe utajua kama tu kuna uwezo wa Mungu. Kuna uwezo wa Mungu, lazima ukubali, usikatae kila jambo. Kila ulionalo wewe wakataa. Sababu gani wakataa? Wakataa kwa sababu wewe unaumbwa na finyu ya kukataa. Unaumbwa na roho ya kukataa, na vile vile wewe
waweza mkataa hata yeye mwenye kufanya ambaye ni muumbaji Mungu. Pia kuna mahala wamkataa kwa Mungu hayuko. Wako viumbe duniani leo wamkataa Mungu kuwa hayuko, na Mungu yuko kwa dhahiri ya macho yetu, kwa uwezo wa uumbaji wa viungo vyote 360. Dalili ya kwa kumwona Mungu ndio mkubali yuko, kama alivyosema Mayahudi kwa Mwenyezi Mungu akija akitubishia milango asubuhi hodi, tukimwona sura zake tutamwamini sote. Lakini madamu hajaja wala hatujamuona, hatuwezi abudu kitu ambacho hakionekani wala hakijulikani wala hakina isharati. Sasa dalili ni isharati, alama ya kuweko kwake Mungu na uwezo wake katika kila jambo, mpaka kwenye udaktari, ni mwili wako. Huu mwili wako wenyewe waonyesha Mungu yuko. Licha ya kuichukua roho kwa mpaka leo haijajulikana iko sampuli gani, iko namna gani, wala iko rangi gani, wala ikitoka toka kivipi, ikaenda wapi, ni maneno tu, lakini iko roho. Huo mwili betri yake roho, ndio ukawa wafanya nini? Watembea. Lakini ikitoka hiyo betri ambayo roho, mwili hautembei tena, hata kwa kufinya kidole pia hauwezi. Ukija mwili na mwili ni hivyo hivyo. Huu mwili wako watosha wewe kumjua Mungu nani, na watosha kumwamini Mungu mmoja, na watosha kulekea katika imani ya kwa yuko, kwa sababu si ankutengeza. Fa ahsana suwarakum, ushaelewa? Akaitengeza vizuri paka sura yako. Leo wewe watu wakujua kwa sura namna ulivyo, na watu wapiga picha wakiweka sura za watu. Kwa nini? Kwa sababu ni Mungu huyo ambaye alifanya sura yako ikawa sura yako ni Mungu. Kwa nini wewe wataka kujua kwa Mungu mpaka umuone ndio ujue Mungu ndiye Mungu? Au kwa nini wewe una itikadi ya kuwa mpaka utakapoona dalili za Mungu ndio utakubali Mungu ndiye Mungu? Na kwa nini wewe mdaktari au mganga au mtabibu au mwalimu au nani wae nini daktari wa nyumbani, kwa nini wewe wajitakidi, wajiamini na wajitosha kwa yale yajuayo, hata wewe pia una sehemu ya nini ya kwa Mungu, au una uungu ndani yako? Huko nkodanganyika. Haitokuwa hata siku moja elimu iwe ndiye sehemu ya uungu wa Mungu, kwa wewe ni Mungu pia kama alivyo Mungu. Haiwezi kuwa na waungu wawili. Hakuna waungu wawili. Mungu ni mmoja tu. Kilichoongezeka chaitwa Mungu. Mungu ni mmoja. Mungu muumba wa kila kitu ni Mungu, ni mmoja. Waungu au Mungu wengi mno. Hawana idadi wala hisabu, kwa sababu wanjipa, wampewa, wantaka. Ushaelewa? Utaka nini? Kujifanyisha kwa lile uliwezalo kulifanya, ukaona wewe ni Mungu. Ushaelewa? Na ukawa na itikadi ya kwa wewe ndiye mfanyaji, mwingine hawezi. Ukifanya wewe ndio lawa. Lazima ukiwa daktari uregeshe uwezo wako kwa Mungu. Na wale wanaokuja kwa madaktari walete uwezo wao pia kwa Mungu. Wasimpelekee daktari 100%. Usimwekee daktari 100% kwa yeye waweza. Mpe Mungu 100%. Daktari mpe at least uwezo wa Mungu aliopewa na Mungu 25%. Chelewa. Ni majaribio, yuajaribu. Akifaulu, he Allah. Asipofaulu, basi kuna ndia ya kutafuta ambaye Mungu amwezesha, pengine mwingine badala yake mwenye kuweza kulifanya jambo likafaulu kwa uwezo wa Mungu aliowezeshwa, au kuna jambo likaatika likawa haliwezekani tena ila Mungu mwenyewe, na Mungu hashuki. Isipokuwa atwae chake. Mungu hashuki, ila atwae chake. Watu wabakie na maneno, twatoka kwa Mungu, twarudi kwa Mungu. Haya ndio mwisho wa maneno ya mwisho. Maneno ya mwisho ambayo hakuna maneno ya mwisho badala ya haya. Hakuna. Neno la kwanza ni bismillahi. Hakuna neno kubwa kuliko la kwanza kama bismillahi. Ndio jambo la mwanzo. Lakini neno la mwisho ni inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun, mwisho wa kipawa, mwisho wa uwezo, mwisho wa nguvu, mwisho wa jeuri, mwisho wa elimu, mwisho wa utawala, mwisho wa nguvu na mwisho wa kila kitu. Mkubali Mungu daktari. Anza kazi zako kwa kumtanguliza Mungu. Na mimi nafurahi sana, tena nasikia raha sana. Kuna daktari mashallah aitwa Dr. Faiza, mume wake ni Dr. Nasir. Hawa madaktari katika mji wa Mombasa kazi yao kuzalisha watu mahospitali. Ni mke na mume, lakini wezi wajua, lakini wana huruma ya kutosha, wana mapenzi ya kutosha. Isitoshe wana Mungu, wautumia sana uwezo wa Mungu katika kutumia nini? Elimu zao katika kuwashughulikia kina mama kwenye mazazi wanapojifungua. Nimependa sana kuwataja kwa sifa hii bora kila daktari ile mfano kwake, kuwa wewe wautumia vipi uwezo wa Mungu wakati ukiwa kwenye kazi yako, au watumia elimu yako na watumia vile vile pengine akili yako bila kumtumia Mungu mwenyewe. Mungu hasa hawa madaktari wawili niliowataja, mashallah, Mungu awajaze. Ni madaktari wanaozalisha hata wake zangu. Baadhi ya wake zangu wamezalishwa na nikaona imani kubwa kwao, na nikaona uchamungu kwao, na nikaona ujuzi wa kwenda mbio na kutomwata mgonjwa akasumbuka wala akateseka. Wanapomshughulikia mtu katika mazazi, wasimama naye mpaka mwisho katika jambo lake. Hawamwati mkono bana. Si kwa yeye ataka ile pesa akuzalishe tu basi apate kula au aende akajilipie nini, akajilipie majambo yake ya kimaisha. La, hawa hawaeki pesa mbele, hawa wanaweka imani mbele na wamweka Mungu mbele na wamemkubali Mungu. Mashallah, lau tuwapata madaktari mfano kama hawa, basi tutakuwa tumfaidika. Lau tuwapata malawyers mfano kama hawa, tutakuwa tumfaidika. Lau tuwapata vile vile hawa teachers, walimu wa skuli na madrasa mfano kama hawa, tutakuwa tumfaidika. Na kila kazi inayofanywa na mwenye kazi, basi atakiwa kwanza aonyeshe dalili na alama ya kwa ye amkubali Mungu. Kila alifanyalo ni Mungu, kwa kuwa atamtaja Mungu kwanza kisha ingie kwenye kazi. Na pili, hatoweka mbele imani ya pesa zile za mtu ambazo pengine hata ukiwa utamfanyia jambo pia umponyoke, pia umkose, akuate mkono na wewe untibu na umpewa pesa, lakini ankufa mtu. Uhodari huu ni uhodari wa kuwa mtu kukubali kuwa kina kikuu cha udaktari ni Mungu. Sasa huu Dr. Nasir na huu Dr. Faiza, mashallah, Mungu awabariki, wamenipa funzo kubwa sana ambalo lapaswa kupewa daktari yoyote, akiwa hospitali, akiwa kinyumbani wa kienyeji. Wallahi nimewaona. Mke wangu mmoja alipokuwa yuenda zaa, imefika wakati wa kutoa theater ili apasuliwe, atolewe mtoto, hawakutumia elimu zaidi ya vibali vyao walivyosomea certificates, wala hawakutumia zaidi mikono yao, kwa kwa wao pengine wajua kumtoa mwana tumboni. Jambo la kwanza, kulipita kisomo ndani ya hospitali. Kabla hajafanyiwa, ashatayarishwa, yuko tayari, wa madaktari wamemzunguka. Kwanza walisoma Qur'an, kitabu cha Mungu. Ikawa ile kazi itaanza na nini? Itaanza na jina la Mungu na maneno ya Mungu na imani. Kwa hapa daktari mkuu, sisi wasaidizi, Mungu ndo daktari. Bwana walimpiga makurani, wakasoma Qur'ani, kisha ndio wakaingia kwenye kazi, wakamwanzia kazi ya kumzalisha mwanangu ambaye kwa jina lake hivi sasa aitwa Yazid, mtoto ambaye nimempata alhamdulillah. Nashukuru Mungu, na Mungu amkuze, ampe afya na uzima. Aje nimweleze, kabla ya kuja kwake kulikuja kitabu cha Mungu, kulikuja Qur'ani, kulikuja daktari mcha Mungu. Wao utanguliza nini? Utanguliza Mungu kwanza, kisha wakaitanguliza kazi baadaye. Kwanza Mungu, pili kazi.
na ndicho kinachopaswa kwa kila mtu. Usikubali kupewa ushirikina. Watu zangeza uganga ushirikina, sijui kupandisha rohani ushirikina, kwenda kwa walimu ushirikina, sijui nini. Si ushirikina chochote. Ushirikina ni wewe kuweka itikadi ya kuamini kwa yeye ndiye atakayefanya jambo na bila kumwambia kwa uwezo wa Mungu. Nyinyi mwafurisha vitu wa madaktari mnapokwenda, wewe wajua wewe hodari, wewe usoma, wajua wewe mkali wao, wajua na kuamini. Sasa kwa nini usimshirikishe Mungu? Kwa nini usimfanye daktari mkubwa kuliko Mungu mwenyewe? Ali daktari kuliko madaktari ni Mungu. Sasa ulikuwa umwambie ule daktari, ikiwa ni mganga, ikiwa ni mwenye ni wa kienyeji, ikiwa nyanyako wa nyumbani, umwambie kwa uwezo wa Mungu umewezeshwa. Hili neno lisikizeni, kwa uwezo wa Mungu umewezeshwa, au kwa uwezo wa Mungu nisaidie, kwa uwezo wa Mungu nisaidie. Panapotoka jambo dogo tu, kukosa kumwambia daktari kwa uwezo wa Mungu nisaidie, wewe umeshirikisha. Hiyo ndio inaitwa shirki. Na shirki si lazima uende kwa mganga. Shirki waweza hata hospitali. Shirki waweza hata kwenye ruqya. Au wasemayo kuwa kuna visomo vya Qur'ani vinaitwa ruqya, ndio vina dawa ndani yake, lakini wewe waweza mfanya yule mtu wa ruqya ni shirki. Waweza mtia katika nini? Ushirikina, ukamfanya ni Mungu kwa akifanya kila kifanyacho, kama kisomo, kama maji ya kunywa, basi ndio anakupoza wewe ukapoa. Alikuja mama mmoja akaniambia maneno kama hayo. Hebu nikuulize, mtu akienda kule kwenye kusomewa visomo vya ruqya, nasikia kuna maji ya somewa alafu mtu yuwapoa. Nikamwambia huo ndio ushirikina mlionao. Na huo ndio wazimu wa binadamu katika nini? Kitwa chake. Maji hayapoozi mtu, si dawa maji. Uwezo wa Mungu ndio unaopoza mtu. Maji ni dalili, au maji ni alama, au maji ni dawa. Ushaelewa? Lakini waweza ukala dawa na usipoe. Wangapi walao dawa na kisha bado waenda kutafuta mahospitali na madaktari, twende huku, twende kule, twende huku na waganga. Itikadi ni lazima wewe uamini kuwa hata uwezo ulioko kwenye kiumbe yoyote wa Mungu, Mungu pekee, mkubali Mungu. Atamkubali Mungu hata rais wa nchi. Pale akifika mahali alitawala siku nyingi, akawa rais wa siku nyingi kwa watu, kisha ifike mahali aondolewa na watu au anyongwa kwa hukumu ya nini? Ya kudhulumu watu. Sasa pale atajijua yeye pia si nani, kumbe si Mungu, pia yeye afikwa na anawafika watu. Lakini wewe daktari, na kwa neno langu la world warning, na tahadharisha ulimwengu na walimwengu, sisi madaktari wa hospitali na madaktari wa tiba za kiasili za kienyeji na daktari wa nyumbani pia, mbibi, mbabu, nyanya, kunao madaktari majumbani. Wewe hujui kama kuna madaktari wengine wajitibu ukiwa na jambo dogo dogo, wenyewe akienda kwa babu, akienda kwa nyanya, apata dawa bila kwenda hospitali ya jengo la hospitali la serikali wala kwa mganga sijui mahali fulani. Aweza ambiwa na bubu yake au nyanyake, fanya hivi, kanunue habasoda ulete, kanunue tangawizi ulete, kanunue mdalasini ulete, na kisha ukapondwa ukachemshwa, akapoa, akanywa, akaambiwa wasikia kile alikuwa wasikia. Daktari huyo nyumbani amemwondolea mtu nini? Mshipa wa gesi, sio? Na alikuwa mbanwa, shikwa, na siku hiyo ilikuwa hana hata shilingi ya kwenda hospitali wala chemist kununua kijidawa. Lakini ampata wapi? Ankipata nyumbani. Manake madawa ya hospitali na makemist wajua wewe bei zake. Lakini kuna dawa hapa nyumbani za kinyumbani, ukienda na shilingi 50 unazipata zote. Kila kipimo watiliwa shilingi 10, 20, ukitanganya na maji, ukichemsha, ukinywa, wewe wasikia sasa riahi hiyo yatoka. Mateuko hayo sasa wateuka. Na wewe kidogo wapata nafuu ya dini ya mwili wako na haya yaliyo ndani ya mwili. Lazima daktari umkubali Mungu, tumkubali Mungu. Mwenyezi Mungu ni mwenye kukubaliwa katika hizi tiba zetu za hospitali na za nyumbani. Uendapo hospitali mwambie daktari, nisaidie kwa uwezo wa Mungu aliokupa. Ukija kwa mganga mwambie, ukienda kwa yoyote wendae mwambie nifanyie kwa uwezo wa Mungu aliokuwezesha ukaweza. Shaelewa?
usijitakidi na usiweke shirki na usiamini kuwa kuna kiumbe chaweza fanya kwa uwezo wake. La, kila kinachofanya chafanya kwa uwezo wa nani? Kwa uwezo wake Mungu. Ndio nasema daktari, kubali Mungu, usikatae Mungu. Na ukiona sifa zinzidi, pia waambie wenye kukupa sifa, nawezeshwa na Mungu. Wasikusifu wewe tu, wamsifu na Mungu pia, kwa yale maneno yaliyosemwa kuwa man la yashkuru nasa la yashkurillah, mwenye kushukuru watu hamshukuru Mungu. Shaelewa? Yani Mungu akutanguliza ushukuriwe, upewe sifa zako, na wewe pia mwambie aliyekupa sifa zako, na Mungu pia mpe sifa zake. Aniumba, akanipa ilmu na kazi hii, akaniwezesha pia kwa kazi hii kulifanya jambo lolote linalohusiana na kazi hii. Ikawa naweza fanya nini? Nikamponya mgonjwa, nikamsaidia mwenye shida, nikatengeza jambo, watu wakaniita hodari. Hili neno hodari ndio maana ya Mungu. Kuwezeshwa ukawa wewe ni hodari, kuwa kuna ambaye ankupa kipawa, ankupa kazi, ankuwezesha uwe utafanyia wengine au una uwezo wa kulifanya jambo. Kwa hivyo usijisahau nafsi yako ukamsahau mwenye kufanya haya kuwa ni Mungu. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina lake Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ya ibn Adama, nakwambia kwa wasia huu, ewe binadamu. Na ninaposema binadamu na maanisha kila kiumbe kilichoumbwa na Mungu, kinachotoka wapi? Tumboni mwa mama, kikamalizikia kwenye sakaratil mauti, kikafa, akiwa mweupe, akiwa mweusi, akiwa mrefu, akiwa mfupi, akiwa mnene, akiwa mwembamba. Chelewa, akiwa kabila awayo, akiwa dini atakayokuwa, akiwa nchi au continent aliyo, wewe binadamu. Kwa sababu hiyo umeumbwa kutokana na nani? Baba wetu ule wa kwanza ambaye ni Adamu, akajumuika na Hawa mama yetu, kikaja kizazi mpaka kufikia wewe pale ulipotokea. Ni mzizi wa wao wawili kuwa umetokezea pale ulipotokea, lakini wewe binadamu, wewe watokana na huyu Adamu. Chelewa. Sasa unapopewa wasia, wakumbushwa kule ulikotoka kwa babu na babu wa kwanza ambaye nani? Adam. Kwa hivyo, ya ibn Adam, ewe mwana wa Adamu, ewe mtoto wa Adamu, wewe selebasi yako na silsili yako yatokea kwa mtu ambaye Mwenyezi Mungu alipomuumba kisha akamfungulia kizazi kilete kizazi, kizazi kilete kizazi, kizazi kilete kizazi, mpaka kizazi chako pale ulipotokea kwa baba na mama pia kizazi hicho. Pia uzaliwa, ukuokotwa wala ukupurwa mtini, uzaliwa wewe binadamu. Sasa popote unaponisikia hivi sasa kwa sauti yangu hii ya Mzimle, mami yaumin jadidin, hakuna siku yoyote ijayo ikawa siku hiyo kama leo ni siku ya leo, kama hii siku ya leo, ila wayatika rizkuka min indi, Mungu akwambia utakachopata, utakachokula chatoka kwangu, na utakachofanya pia. Ushaona uwezo wa Mungu? Wama min leilatin, lakini mtana atakupa, atakulisha, atakufanyia, ila hakuna usiku uingiao ukawa jadidin au jadidatin, ukawa ni usiku mpya, si usiku wa jana, usiku wa leo mwingine. Ila wataatini almalaikatu min indika biamalin kabih. Yani hapa ndio mwanadamu alifadhiliwa akakosa kuilipa fadhila, kupewa uhai, kupewa uzima, kupewa nafasi, kuruzukiwa, ukala, ukanywa, ukapata, ukafanya bidii, ukatafuta, ukapewa. Yote haya ya mtana na siku yenyewe kuwa ni mpya kwako, kisha kuja na usiku, usiku wenyewe uwe ni mpya, kisha lakini mtana akupa Mungu, usiku wewe ampa pia. Jueni kwa wanadamu wapewa mtana na Mungu, wao wampa Mungu usiku. Sasa angalia mtana Mungu akupa nini? Mungu yakupa riziki, yakupa uhai, uzima, yakupa nafasi, shaelewa, uwezo,
ukawa wewe unaamka unainua magungu kwenda tafuta, kwenda fanya kazi, ushaelewa, kwenda tengeza. Lakini akwambia Mungu, mimi nakupa haya mazuri, leo utaniletea usiku mabaya. Usiku utaniletea nini? Mabaya. Malaika wako aliyeandika yale uliyofanya kwa siku, akija kwangu aliletea kitabu kinjaa madhambi, kinjaa makosa, kinjaa vile vile ushirikina, itikadi za kuamini viumbe kwa wafanya, si yeye Mungu aliyefanya, aliyemwezesha kufanya. Ushaelewa? Mwenyezi Mungu akukumbusha wewe, mimi nikikupa kizuri wewe usiku waniletea kibaya, na mtana mimi nakupa kizuri, usiku waniletea kibaya. Sasa hii siku yako huwa yahesabiwa, hii siku ulionayo yahesabiwa. Tena ujue siku ya leo si siku ya jana. Ile ya jana ishakuwa kongwe, ishakuwa iliyozeeka. Siku ya leo ni mpya, siku ambayo Mwenyezi Mungu akwambia ninakupa tena siku, kisha ninakupa niliokupa katika hiyo siku. Mtana kutwa wewe umpata mpaka wenda nyumbani wapiga mahesabu, wapeleka pesa kwenye akaunti, na vile vile wawasherekea kwa kuweka vyakula kwenye mafriji, mafriza, kwa kesho pia unacho chakula. Lakini aliyekupa kizuri wewe utampa kibaya. Malaika wako anaweka mkono wako wa kushoto ambaye ni Atid. Maanake sisi tunaumbwa na malaika wawili. Kuna malaika mkono wa kulia aitwa Raqib, kuna Atid wa kushoto. Huyu wa kulia andika mazuri yako, wa kushoto andika mabaya yako. Akisubmit hisabu ya kitabu chako kwa Mungu cha siku ya leo, kwa yeye Mwenyezi Mungu akupa mazuri, leo mpelekea mabaya. Siku inkuja na mazuri yake, lakini usiku wampelekea Mungu mabaya yako. Malaika akifika kwa Mungu, kikiangalia kitabu chako, kila ovu nilifanya kwa siku hiyo. Msengenyaji wewe, mpiganaji wewe, mwenye kudhania watu wewe, mwenye kutia fitna watu wakagombana wewe, mwenye kusema urongo wewe, ambaye sijui kufanya ibada ya swala wewe, yani kila jambo unkikoroga kitabu cha Mungu, siku yenyewe unaivuruga kwa mazuri na mabaya. Kwa letwa mazuri na Mungu, wewe wafanya mabaya. Huna hisabu yoyote ya kumfurahisha Mungu, bali hisabu yako itikadi al-khafi. Wewe umeweka itikadi za kuamini. Mara nyingi sana baadhi ya watu walionijia mimi kutaka msaada, waliponambia kwa midomo yao, wewe ni mganga hodari, wewe ni mtabibu hodari, wewe sijui ni daktari hodari, nasikia sifa zako duniani. Manake mimi nautibu ulimwengu, alhamdulillah, dunia ninaitibu, naishughulikia shida za watu dunia, naishughulikia kila kabila na kila continent. Kwangu hakuja kosekaniwa kuja mtu yoyote, ikiwa ni mzungu ankuja, ikiwa muhindi ankuja, ikiwa mwafrika ankuja, ikiwa ni yoyote ambaye ankuja. Hizi mabara haya ya watu ambayo yajulikana kuwa ni continents, alhamdulillah, China wankuja na wengi wengineo pia kutoka Europe wankuja. Nani sijamtibu mi duniani, alhamdulillah, na sifa zote wanipazo wakisema kwa wewe daktari hodari, wewe sijui mjuzi, alhamdulillah. Nawaambia uwezo ni nani? Aliniwezesha ni Mungu. Wengine nawaambia midomoni kwa kuwajibu, wengine nawaambia moyoni kwa kukataa, kwa mimi simuweza. Mwezeshaji ni Mungu kwa sifa zangu za kazi. Hata juzi ankuja bwana mmoja nyumbani kwangu, ataka msaada nimsaidie, nipa sifa kocho za kimungu. Nikamsikiza, alipomaliza nikamwambia nililomwambia. Namwambia nini? Namwambia mimi sina uwezo, si daktari hodari, isipokuwa mimi uwezo wangu wa Mungu na uhodari wangu nawezeshwa na Mungu, na pale Mungu anapotaka mimi laumiwe nitalaumiwa. Kwani saa nyingine watu walaumiwa. Mtu anatoa pesa yake hakupata alitakalo, au mtu pengine amfanya nini, antibiwa, ankula dawa zako hakupona. Na watu watakawaelewe pia hapa mahali mpazito, tumekelea kiti moto sisi madaktari. Wewe wataka tu kitoa pesa yako, au wataka tu ukipewa dawa upoe. Kunapo mahali pa fail,
kunapo mahali pa Mwenyezi Mungu apaingilia kati na yuwazuia uwezo wake kwa kiumbe yule mnayemuitakidi. Asema mimi sasa lazima munijue mimi, msimjue tena kiumbe mwenzenu. Maanake nyinyi muzidi katika kumjua kiumbe mwenzenu. Watu ukawa kadiskasi wakasema fulani hodari, fulani yule ndio daktari peke yake, fulani yule akifanya jambo hali anguki, laanguka. Likienuka ni uwezo wa Mungu, si uwezo wa daktari. Akipoa ni uwezo wa Mungu, si uwezo wa daktari. Daktari hautegemea uwezo wa Mungu hata kwake yeye mwenyewe. Taona daktari wa kike, kama mfano nawapa hawa madaktari wa kike wanaozalisha mahospitali hivi, akiwa yeye ndiye mwenye mimba ataka kuzaa atajizalisha mwenyewe, si wazalishwa na mwenzake. Yeye pia hutegemea uwezo wa Mungu kwa kiumbe mwingine, kwa mja mwenzake. Ataingizwa theater na daktari mwenzake apasuliwe, si kuajipasua yeye mwenyewe. It's not magic. It's not magic. Kwa ati alijiingiza theater akajipasua mwenyewe akajitoa mtoto, kwa vile yeye ni specialist wa uzalishaji. Hahitaji specialist mwenzake, hataki kiumbe mwingine amfanyie nini. Uwezo wa Mungu, yeye pia ataka uwezo wa Mungu. Uwezo wa Mungu katika kuzaa, watafuteni madaktari bora katika mji wa Mombasa kama huyu Dr. Faiza, huyu Dr. Nanuru, Dr. Nasir ni maarufu katika mji wa Mombasa, lakini waanza na kitabu cha Mungu, waanza na neno la Mungu, waanza na imani. Chelewa, atakuwezesha Mungu. Yakiwa mazito pia wasimama na wewe mpaka mwisho, hawakuati. Ni madaktari ambao ukiwaandikia message, ukiwapigia simu, ukimwambia ninalazwa, yuaja mwenye mpaka hospitali. Yuaja simama na wewe mwanzo mpaka mwisho. Haondoki mpaka kuone uko kwenye usalama wa Mungu. Chelewa, na usalama wa watu waliowezeshwa na Mungu. Yaani madaktari ambao watakuwa wafanya kazi zao kwa uwezo wa Mungu, kukufanya nini? Kukupa nusra na kukupa shifaa, ili Mwenyezi Mungu awe mbele na wao wawe nini? Wawe nyuma. Niliyaona hayo, mashallah, nawapongeza sana na nawashukuru madaktari hawa wawili, mke na mume. Mungu awajaze na wape baraka tele, na kwa kuwa wamenipokeza watoto wangu, baadhi ya watoto wangu, na waombea dua wawe hai, waje wawaone wale waliowapokea siku zijazo na miaka ijayo. Watoto wakikuoje wawaone madaktari wao, kwa itikadi ya kwa nini amewezeshwa na Mungu na anautumia uwezo wa Mungu. Na soteni daktari, ukiwa wakise hospitali, ikiwa wakinyumbani, ukiwa wakienyeji, ukiwa wa kiwalimu, basi na alaye atakayekuwa katika jambo alifanyalo kwa yeye. Manake madaktari wengi, kuna daktari wa nyumba, kuna daktari wa soko, kuna daktari wa choo, kila kitu kina daktari wake. Lakini madaktari wafanyaji, kwa ufupi, kila anayefanya ajue uwezo ni wa Mungu ndio unomfanya akaweza kufanya, si uwezo wake na akili yake na elimu yake. Tuondoe kitu kinachoitwa udhaifu wa akili, tuondoe kitu kinachokataa Mungu. Shelewa, hata kama uko dini gani, ile dini wayo ndio dini yako, na ujue kuwa mweza ni Mungu akuwezeshaye katika mambo hayo. Wako watu watumia uwezo wa Mungu katika kila jambo lao na hawakubali kupewa uwezo wa Mungu. Sasa wewe, Mungu akikupa mazuri ya siku, usimpe mabaya ya usiku. Elewa Kiswahili changu. Mungu akikupa uzuri wa siku, usimpe mabaya ya usiku. Atakupaje neema zote hizo ambazo wewe uzisherekea ukazitumia? Ushaelewa? Ukazamia nazo jua mpaka jua lazama, kisha wewe usiku kikipelekwa kitabu chako cha vitendo vyako kwa Mungu na malaika wapeleka, kinjaa meusi, kinjaa makosa, kinjaa madhambi, kinjaa nini? Makosefu. Punguza kidogo, ili Mungu awe kwenye moyo wako ni Mungu umemkubali. Na ukienda mahospitali, ukienda kwa madaktari wa kienyeji, waganga na matabibu na walimu, wakiwa hawana Mungu, basi watakuwa na shetani. Inna shaitana lakum aduwwun mubin.
Usiombe kwenda kwa kutaka msaada kwa kiumbe mwenzio, kwa mja mwenzako, akawa yeye ni wa shetani. Manake atakayo yafanya yatakuwa na madhara makubwa kwako, shaelewa, na majuto. Kwa hivyo mpe Mungu mazuri kama yeye Mungu anavyokupa wewe mazuri. Akwambia taakulu riziki, ulacho chatoka kwangu, upatacho chatoka kwangu, wataasini, lakini wanifanyia ubaya, wanifanyia madhambi, nikupe zuri wanipa baya. Wataduuni, kisha waniomba mazuri, wanilekea kwa kunitaka nikupe. Faastajibu laka, kisha mimi nakupa na kujibia ukitakacho, na mimi nakupa. Khairi ilayki nazilun, mazuri yangu na yateremsha kama mvua kwako, ya kuteremkia kama mvua inavyoteremka ardhini. Washarruka ilayya sa'idun, lakini maovu yako wayapandisha kwenye kitabu chako na malaika wa kuandika mengi mno. Mimi nikupe kheri nyingi, wewe nipa shari nyingi. Mimi nateremsha mazuri, wewe wapandisha mabaya. Uone kama hili jambo ni opposite, ni kinyume cha uzuri. Akupae mazuri mpe mazuri. Fa ni'mal maula, ila mimi Mwenyezi Mungu katika utoaji ni mtoaji bwana. Nani alikwambia Mwenyezi Mungu anamnyima asiyemtaka yeye? Angalia neema zake zimemwenea, zimemfikia, azipata anayemkataa. Asiyemfanyia mazuri pia yuwapata. Kwani uliambiwa kutamka asubuhi moja aliyemkataa Mungu dunia hii ni maiti? Ulimwengu mzima waliomkataa Mungu washakufa. Na kwani hilo Mungu haliwezi? Kwani ashindwa? Lakini asema neema yangu ya mwenea, mzuri na mbaya, uhai yuupata, uzima yuupata, nafasi yuipata, kula yuwala, kutuma akawa mwenye kwa nacho yuawa nacho, umbo hana kiwete, hana tongo, hana kiziwi, hana kiguru, yuayapata mazuri ya Mungu. Na ubaya wake anamfanyia Mungu kwa kuwa hana haya mja au binadamu, yaletwa ya binadamu, mwanadamu, lakini mazuri ya Mungu yuayapata. Wa ni'ma nasir, na neema za Mungu wallahi zina nusra yake. Pengine angenyimwa chakula angekufulia mbali, angenyimwa maji angekufa kwa kiu, angenyimwa afya angeamka na maradhi, angekufa na maradhi yake. Ana laka, mimi nakupa mazuri yangu. Wabisa al-abd, mimi mzuri we mbaya. Mungu alalama kwa wewe, kila kiumbe unaitwa binadamu. Mimi mzuri kwako, we mbaya kwangu. Mungu huyo. Anta li tasaluni fautika, wewe ukiniomba nakupa. Wa asturuka wa astur alaika, kisha nakustiri aibu zako. Sawata baada sawati, chelewa kosa baada ya kosa. Wa fidhihata baada fidhihati, aibu baada ya aibu uyafanyayo. Mengine kama si Mungu kukustiri hustiriwi na kuta nne za nyumba, hustiriwi na mwanadamu anayekwambia sitoitoa siri hii kwa watu. Wewe wastiriwa na Mungu, na siku ukitaka kuadhiriwa na Mungu utaadhirika. Wangapi? Wangapi? Akitaka Mungu kukuonyesha alikuwa mimi ndiye Mungu na ndiye alikuwa nakustiri, sasa na kuadhiri, utaadhirika na kila mtu izara yako ataiona. Chelewa, kila mtu ataiona izara yako. Yae kwa mativiini saa nyingine
maredioni, magazetini, mitaani, misikitini na majumbani pia watu wazungumza kochokocho, chokochoko fulani, takuwa wewe ndio habari ya siku. Akitaka kukuadhiri Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu, waadhirika wewe mja. Ulifanyalo kwa siri la wa dhahiri, la wawazi, japokuwa haito iza rahisi ile ya kesho kiyama aliyosema kwenye Qur'ani kwa yauma tubla sarair, siku siri zitachimbuka, kila siri itakuwa si siri tena. Mambo yako uliyoyafanya hapa duniani yatabainika. Sasa kuna madaktari wafanya mambo mabaya hapa duniani, kuna madaktari wafanya mambo mabaya hapa duniani, siku ya kiyama yatabainika. Na kuna wakati kwatokea fedheha kwenye kazi yetu, twafedheheka kwa yale tuyafanyayo. Sasa madaktari, turudini nyuma. Madaktari tumkubalini Mungu, kwa Mungu ni wa kukubaliwa, umkubali Mungu. Si kile ukifanyacho kwenye maficho kitabakia mafichoni, kitakuja siku moja kije kwenye nini, mato ya watu, kiwe sasa chaangaliwa na kina ushahidi wa kutosha. Tusitumie siku ya udaktari kuharibu mazuri, kufanya mabaya tuliowezeshwa na Mungu. Wasia wangu huu kwa madaktari, tutumieni mazuri. Tukipelekewa kitabu cha siku kwa usiku wa malaika kupeleka kwa Mungu, kitabu kiwe na mazuri kama tulivyopewa mazuri, na yoyote awaye aliyokuwa zuri apewa Mungu. Chelewa zuri apewa Mungu kwa ihsani, kwa kukuumba, kwa kukufanya ukawa ukaitwa mheshimiwa, dokta, hodari, chelewa, kigogo, bosi. Mambo yote haya min asma'i lai, majina yote hayo yasikiayo yenye ukubwa na vyeo ni katika majina ya Mungu aliyokupa akakuwezesha. Watu leo wakakuita kwa majina hayo, basi usijione unao uwezo wa Mungu au waweza shindana na Mungu au ukakubali watu wakuite Mungu. Kataa. Na ukifanya jambo lako mwambie Mungu kwanza, kama anavyofanya huyu Dr. Faiza wakati wa kuzalisha mtu, na huyu Dr. nani, Dr. Nasir, mke na mume, lakini wamweka Mungu mbele na washughulika mpaka wamsaidie mja haja zake. Si pesa tu, la, mafanikio ya kuwa mtu atafikia kiwango awe amfanikiwa. Kama ni uzima urudi baada ya kuzaa, chelewa. Kama ni uhai, Mwenyezi Mungu anamregeshea uhai wake mja baada yeye kumsaidia kwa elimu ya dawa yenye uwezo wa Mungu na nguvu za Mungu, shifaa ya Mungu, ikawa utaamini kuwa wewe ni namba 2, namba 1 ni Mungu. Chelewa, katika hiyo elimu wewe ni namba 2. Namba 1 ni Mungu na hana mpinzani wala hana mwenziwe wa kushirikiana katika namba hiyo. Hakuna ambaye asema mimi pia ni 1 kama Mungu alivyo 1. Zilipotengezwa hizi numbers, Mungu alikuwa 1, ahad. Na ndio maana hata kauli hii imeletwa kwa mitume wakiwaambia watu na maswahaba, ahad, 1, mmoja Mungu. Elewa hilo, elewa kabisa, usiwe na shaka nalo. Na kila kitendo ukifanyacho ezeshwa, sema niezesha Mungu. Vitendo vyote vya ndani ya nyumba, nazungumza na kina baba na kina mama na walio ndani ya majumba, kila ukifanyacho umeezeshwa. Tamka neno hilo, nimeezeshwa na Mungu kunya, nimeezeshwa na Mungu kula, nimeezeshwa na Mungu kuteuka, nimeezeshwa na Mungu kuzungumza, nimeezeshwa na Mungu kulala, nimeezeshwa na Mungu kuinuka, nimeezeshwa na Mungu kukaa, nimeezeshwa na Mungu, chelewa, kushika ufagio nkasafisha nyumba ikawa swafi. Kila ukifanyacho ni uwezo wa Mungu. Akiwa daktari, ukiwa wewe wae,
Kubali kwa Mungu ndiye mwezeshaji, hata kwa kimoyomoyo. Kama uwezi tamka, washindwa wewe kuwa na mdomo mwepesi wa kumtamkia Mungu, basi jitamkie kwa moyo wako. Chaelewa? Wa ana astahi minka. Kuna mambo Mungu akwambia, mimi nakuonea haya, sikuyafanya kwako. Chaelewa? Sikuyafanya kwako, mimi nina haya kwa mambo fulani. Wa anta la tastahi minni, lakini wewe hunionei haya. Chaelewa? Sababu ya kuwa watu hawamwonei haya Mungu, sababu hii, usikize. Wa anta tansani, na wewe wanisahau. Watadhkuru ghairi, wawakumbuka wengine. Shaelewa? Una wakati husahau mambo yako ya Mungu, yasahau katika jambo ambalo mimi nalihuzunikia. Shaelewa? Nalionea haya ni kwa Mungu, yeye hakusahau, wewe msahau. Mungu yeye wamuata kumkumbuka, wakumbuka mambo yako na watu wako. Sasa maswala sikia mtu kwamba nasahau bwana, lakini time ya kula, time ya kwenda kwenye football, wataka kwenda kabla wakati haujafika. Kuna viwanda vya mipira vina ushawishi mkubwa kwa ulimwengu wetu wa leo, na vipindi vikinapoenda kwenye TV leo saa 9 kutacheza timu fulani na timu fulani, leo ushafika hata wakati bado. Mbona ufiki msikitini kabla ya kujaadhiniwa? Leo ukienda msikitini kwa adhiniwa au kwa kimiwa swala, watu waanza swali au watu washamaliza, wewe waingia kwenye kiwanda cha mpira. Unkwenda kwa wakati au unkwenda kabla wakati? Kabla wakati. Na nawashukuru sana hawa watu ambao hivi sasa watengeza misikiti kwenye viwanja vya mipira. Wajua alikuwa ni jambo zito kusema la kweli, mtu aate nini, aate mpira ende akaswali. Lakini sasa kumefanywa kitendo cha shuruti, kitendo cha ulazima, kitendo cha kuletwa Mungu hapo uliko. Sasa usiwe na sababu. Liona juzi mashallah kamati ya msikiti wa Mbaraki, msikiti wa Mbaraki katika eneo la Kizingo Mombasa, wamejenga msikiti mzuri mkubwa, na ni sehemu ya viwanda vya michezo na mipira. Kwa ikiwa utakwenda pale ukangoje mpira, ikifika wakati wa swala ndo swali, kisha utaingia mpirani baada ya swala. Hongera sana kamati hii ya Mbaraki inaotengeza msikiti kwenye uwanda, na alhamdulillah wale wengi katika watu ambao Mwenyezi Mungu amwazindua na wanaye Mungu, wamkubali Mungu, wamtaka Mungu, wameweka msikiti katika kila sehemu ya jambo. Sasa mlikuwa mnajua misikiti iko sehemu gani? Iko sehemu maalumu tu, si kila mahali misikiti. Ni wewe uondoke uliko katafute kuswali kwenye msikiti ulioko mbali, au kubali kwa taswala kwa sababu msikiti uko mbali. Sasa waja wa Mungu, barakallahu fikum, wameileta misikiti. Sasa hivi waletwa msikiti mpaka kwenye mlango wako wa nyumba. Usamateze, nenda Lamu kaangalie, nenda miji iliyostaarabika duniani, Pemba na Omani na wapi ukaangalie, na miji mengine duniani. Msikiti ulekea kizikiti cha nyumba yenu, utakuwa na sababu gani wewe ya kusema mimi siwezi swali au ni tabu kwenda msikitini? Waweza sota hata kama ni kiwete, huna maguu, ukasota kwa makalio yako mpaka ukaingia msikitini na ukawahi jamaa ukaswali na watu. Na washukuru wale watu ambao sasa hivi wapeleka misikiti viwandani, na natoa naswaha na himizo kwa misikiti ipelekwe
ipelekwe mpaka vizingitini kwenye nyumba za watu wasioswali. Huenda asallahu wala ayahdiyahum siratal mustaqima, huenda watu wakanyokewa na wakaiona ndia iliyonyooka. Basi pengine alikuwa yuwataka msikiti uletwe nyumbani kwao, kwenye kizingiti cha nyumba awe na nini, khatwa, chelewa, awe na khatwa moja tu, akanyaga ashaingia msikitini. Pengine hangekuwa mvivu na ushaletwa msikiti ushaekwa. Ukiwa mvivu sasa, atakuwa wewe sasa ni ulaika hizbu shaitani. Sasa wewe ni fungu la shetani au kundi la shetani. Ukiukata msikiti na ushaletwa mpaka wapi, karibu na wewe. Watu wamezileta nyumba za Mungu kwa sababu ya waja wa Mungu. Waja wa Mungu wataka kuzungumza na Mungu, lakini shetani amewaghuri, shetani amewatia uzito, shetani hawaki. Na mama zetu majumbani wako karibu sana na msikiti kuliko mwanamume. Mwanamume sipaka inwe hatua atoke. Mwanamke msikiti wake ni mswala wake ndani ya nyumba. Ahakikisha ameweka mswala, amenunua nguo ya kuswalia maalumu ile ya ibada ambayo atakuwa yaivaa wakati wa swala, ivua baada ya swala. Kipi kizito hapo? Kipi kizito cha kukuzia wewe usifanye ibada zako? Wenzetu wenye dini nyingine, kama ni Mkristo, kama ni baniani, kama nini, si yeye pia ana mambo yake ya ibada iwafanye? Si anachokilekea na haoni uzito? Kwa nini tutaona uzito sisi? Kwa majumba yetu sahihi yana mamama wasioswali, wake wasioswali, mabinti wasioswali. Hata wakisikia waambiwa tandikeni miswala yenu, chelewa, tawadheni, vaeni nguo zenu, haya zungumzeni na Mola wenu, Mungu wenu. Hawazungumzi bwana. Wengi katika kina mama na wake ndani ya majumba na watoto wa kike hawaswali bwana. Vipindi vya swala vawapita. Wataswali sasa hivi Ramadhani. Sasa hivi utaona kila mtu ajiandaa kuswali. Maana nini? Msimu wa maembe kuiva. Yakiwa shaiva, yakishaliwa, hakuna maembe kwenye mti, nani utakaye tena mwembe? Hauna maana tena ila kwa kivuli tu. Labda ukitaka kukaa upate kivuli, unatoka kwenye jua kali. Watu wataswali baada ya Ramadhani kwa bahati nasibu au kwa kupitikiwa, kuambiwa na fulani swali, twende tukaswali, namna kama hayo. Kwa wewe huwezi swali mpaka uambiwe na mtu mwenzako. Kiumbe mwenzio akwambie swali, maana yake waswali kwa ajili yake yeye, uswali kwa ajili ya Allah. Jambo hili mimi ndio silitaki, la kwa wewe utafanya kwa ajili ya mtu au watu, waogopa watu. Watakhafu nasa, na waogopa watu. Sikiza maneno hayo, wawacha watu. Selewa ibada yako kwa ajili ya watu. Wala taamanuni, wa hadha maana qauluhu ta'ala yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah. Utafanya kwa ajili ya watu, si kwa ajili ya Mungu. Na hii ndio maana Mwenyezi Mungu akasema watafanya kwa ajili ya watu, hawafanyi kwa ajili ya mimi. Waogopa watu, hawaniogopi mimi. Ulimwengu wa leo kuna watu kwa ajili ya watu, si kwa ajili ya Mungu. Sasa wewe daktari, kila jambo lako kwa ajili ya Mungu, si kwa ajili ya watu. Wewe mtengenezaji, kila jambo lako kwa ajili ya Mungu, si kwa ajili ya watu. Wewe mwenye kuabudu, kwa ajili ya Mungu, si kwa ajili ya watu. Na wewe utakayekuwa katika ulimwengu huu kwa ajili ya Mungu, si kwa ajili ya watu. Nasikitika kusema kuwa nimeyaona yafanyikayo ni kuwa hakuna Mungu na watu watupa itikadi za Mungu. Basi jua twaweza tunapoweza, tusipoweza mpaka tuwezeshwe na Mungu. Na ujue kuwa ukifanya au tunapofanya, twafanya kwa kumwogopa Mungu, si kwa kuogopa watu. Kwa wataka pengine sifa kwa mtu, cheo au urafiki, au pengine umridhishe mtu. Alikatazwa hayo mtume wa Mungu. Aliambiwa tabtaghi mardhata azwajik,
sallallahu alaihi wasallam. Uridhishe nani? Mkeo. Wataka kumridhisha mke, umuudhi Mungu. Mridhishe Mungu japokuwa usimuudhi mke. Sisemi umridhishe Mungu kisha muudhi mke, la. Mridhishe Mungu japokuwa usimuudhi mke, lakini usimridhishe mke ukamuudhi Mungu. Nieleweni kwa maneno haya yangu ya sauti hii ya Mzimle, matatizo yatatatuka pale Mungu atakapokuwa ni Mungu katika kila jambo, na watu watamwogopa Mungu, si watu. Tunzidi mno kuogopa watu. Mtu enda mahali avaa ninja ati watu wasimone, lakini hajui kama Mungu yuamwona. Havai ninja ya kujificha kwa Mungu, avaa ninja ya kujificha kwa watu. Mtu ogopa kwenda mahali kwa ajili ya watu, si kwa ajili ya Mungu. Sasa wewe kwa huogopi Mungu kwa ajili yake yeye akuone kwenda mahali, wewe wataka watu ndio wasikuone kwa kwenda mahali. Sasa huu ndio ushirikina. Fahadha shirk. Ukisikia maana shirki, hiyo ndio shirki. Shirki si kwenda kwa mganga, shirki si kupandisha rohani, shirki si kutafuta tiba na dawa, shirki si kujihangaikia uko na matatizo. Shirki ni kuondoa uwezo wa Mungu ukampa kiumbe, ukajipa wewe kama kiumbe, na vile vile ukaamini kiumbe. 100%. Hiyo ndio shirki. Kwa hivyo kwa matatizo na haja zenu, nitafuteni mimi Sauti ya Mzimle au Mfalme Kaimu. Insha Allah kwa uwezo wa Mungu tutayatatua tuliowezeshwa na Mungu, na ambayo hatukuyatatua yatatatuliwa kwa uwezo wake Mungu, pale Mungu anapotaka yeye, si lawama, si kukosoana, si kukasirika. Vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle, mpaka kufikia hapa sauti hii yawapenda sana, na nyinyi pendeni. Sauti hii ni sauti yenu. Pendeni popote mliko duniani, Sauti ya Mzimle ni sauti yenu, na vipindi vyote vimerekodiwa, utavipata katika YouTube. Andika Mzimle Kaimu Darus, utapata darasa zote. Vile vile nashukuru Station TV ya Mzimle, Khadija Abdallah Mwinyi program manager, Safia Ali Ahmed chief engineer, Zainab Yusuf Othman director, Evans Absolo Juma managing director, Mwanakhamisi Muhammad Guyo mtayarishaji wa mavazi yangu. Kwa haya niliyoyazungumza nimewafikiwa au nimewezeshwa na uwezo wake Mungu. Vipenzi vyangu, mtafuteni Mungu katika tiba zetu, na msitafute dawa wala daktari wala uwezo wa daktari. Mungu ndiye mwenye uweza, na ndiye anayefanya, na ndiye anayetuwezesha tukafanya, na ndiye anayekuwezesha ukapata linalofanywa likawa na manufaa na wewe kwa kila jambo. Ukimuona mtu afanya, ujue ni uwezo wa Mungu. Kwa uwezo huo, utumie uwezo huo kwa kusema nimewezeshwa. Tumia neno Mungu, yani daktari kubali Mungu, na awaye yoyote kubali Mungu. Yani wewe binadamu popote ulipo katika kitendo chako unachokifanya umewezeshwa na Mungu. Mkubali Mungu, kwa Mungu ni mwezeshaji, ankuwezesha. Usikubali nguvu zako, elimu yako, akili yako, na vile vile pengine hodari sana we. Sikubali hilo. Mpe Mungu nafasi na mkubali katika kwa yeye ni Mungu katika kila jambo. Madaktari tumkubalini Mungu, na